ikikutangazia moja kwa moja kutoka Majengo jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Watahiniwa 77 kidato cha 4 wafutiwa matokeo na baraza la mitihani. Na kimataifa, watu wasiopungua 200 wameripotiwa kufa mgodini DRC. Na katika michezo, Simba yaahidi ushindi dhidi ya Esperance de Tunis kesho kunako ligi ya mabingwa barani Afrika. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, na kukaribisha katika saa moja ya habari. Mimi ni Mindi Josefu. Katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania Profesa Said Mohamed amesema jumla ya watahiniwa 526,620 sawa na 94.98% wamefaulu mtihani wa taifa kidato cha 4, huku waliopata daraja la 4 na 0 wakipungua. Mwandishi wetu ana maelezo zaidi. Profesa Mohamed amebainisha hayo leo wakati akitangaza matokeo ya mtihani wa taifa wa kidato cha 4, ambapo amesema kati ya watahiniwa 526,620 wasichana waliofaulu ni 278,108 sawa na 94.26%, huku wavulana wakiwa 248,512 sawa na 95.79% wamefaulu. Takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa jumla umepanda kwa 2.61 na hivyo kufikia 94.98%, ambapo watahiniwa 526,620 wamefaulu kwa kupata division 1, 2, 3 na 4. Kuhusu ubora wa ufaulu, waliopata division 1 mpaka 3 wameongezeka na kufikia 255,404 sawa na 46.1%, ambapo division 1 ziko 56,410, division 2 84,996 na division 3 113,995. Kama ilivyokuwa mwaka 24 na 23, takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya waliopata division 1, 2 na 3 zimeongezeka wakati division 4 na 0 zimepungua. Na hapa Profesa Mohamed akazungumzia ufaulu wa watahiniwa kimasomo. Kwa masomo ya science jamii yanayojumuisha civics, history na geography, takwimu zinaonyesha kuwa masomo haya yameendelea kupanda kama ilivyokuwa mwaka 24. Kwa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili ni 97.82. Kwa somo la English language, ufaulu wake umepanda kwa 3.39 na kufikia 79.48. Kwa masomo ya science, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa somo la chemistry umepanda kwa 0.52 na kufikia 96.88. Physics imepanda kwa 10.06 na kufikia 84.04, na biology imeshuka hadi kufikia 65.7. Baraza hilo pia limefuta matokeo ya watahiniwa 77 waliobainika kufanya udanganyifu katika mtihani na watahiniwa 2 walioandika lugha ya matusi. Kwa ukiandika matusi unaadhibiwa na adhabu yake ni kufuta matokeo. Lakini pamoja na hivyo sio mwisho wa elimu, wanapewa fursa ya kurudia mtihani katika mwaka unaofuata, lakini baraza linachukua hatua mbalimbali. Moja ni kuziandikia barua taasisi ambazo zimewasimamia wanafunzi hawa, wakuu wa shule. Kwa hiyo tunawafuatilia kujua changamoto yao hasa ni nini, lakini pia kutoa mafunzo kwa wale wa madarasa ya nyuma wanaofuata. Hivi ninavyozungumza, baraza limefanya utafiti sasa rasmi kuhusu masuala haya ya matusi, lakini tumefanya tafiti sasa, tupo katika uchambuzi wa matokeo ya utafiti huo, na pengine taarifa ikiwa tayari tutaitoa kwa wadau. Swala la matusi ni swala kimaadili, lakini kwa upande wa taaluma ni kuhakikisha ujifunzaji na ufundishaji unafanyika ipasavyo, kwa sababu tunaamini mwanafunzi mwenye maarifa yaliyokamilika hawezi kuandika matusi. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Asante Nora Damian kwa ndani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Licha ya wananchi kupewa tahadhari ya kuhakikisha wanaweka akiba chakula kutokana na kile kilichoelezwa kuwa huenda msimu huu kukawa na upungufu wa mvua na hivyo kupelekea uzalishaji wa mazao shambani kuwa duni. Hata hivyo, serikali imesema inayo akiba ya kutosha chakula inaweza kutumika na Watanzania kwa zaidi ya kipindi cha mwaka mmoja. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo ameeleza hao leo Jumamosi Januari 31, 2026 alipofanya ziara ya kikazi ya kutembelea na kukagua moja ya magara ya Wakala wa Taifa
wa uhifadhi wa chakula NFRA. Akitoa taarifa kwa Waziri wa Kilimo, afisa mtendaji mkuu wa NFRA Dr. Andrew Komba ametoa rai kwa wadau waliopo kwenye mnyororo wa usambazaji wa chakula waende kwa wakala huo katika kanda zake zote 9 zilizopo nchini wakachukue. Mheshimiwa Waziri Mkuu alitangaza mwezi uliopita kwamba mwaka huu kuna dalili ya kuwa na mvua chache kwa sababu ya utabiri wa mamlaka yetu ya hali ya hewa nchini. Na baada ya kutangaza sisi wizara ambayo ina jukumu la kusimamia usalama wa chakula nchini, maana yake tumekaa mguu sawa kuhakikisha lolote litalotokea sisi tuko tayari kushika nafasi yetu na kuendelea kuwafanya Watanzania wawe na uhakika wa chakula. Nimekuja hapa Chang'ombe kwenye magala yetu haya mawili kama alivyosema mkurugenzi mkuu wa NFRA kuja kuangalia, je, chakula kipo, ni salama, ili nikiwa nazungumza popote kutoa majibu niwe natoa majibu kwa uhalisia, kwa sababu nimeona seeing is believing ndio. Kwa hiyo nimekuja kwanza kwa sababu hiyo kubwa, lakini la pili kuwahakikishia Watanzania, na nimepita hapa najua tuna magala yako Babati, najua tuna reserve iko Arusha, najua tuna reserve iko Songea, najua tuna akiba iko Makambako, najua tuna akiba iko Songwe, najua tuna akiba iko Mpanda, najua tuna akiba maeneo mbalimbali ya nchi. Akiba zote hizo Shinyanga, Dodoma na maeneo mengine, ilikuwa ni lazima nipite nijiridhishe na uwepo wake, ili ni wape assurance wa Tanzania kwamba serikali inaposema ina akiba ni kweli ina akiba. Na kama alivyosema mkurugenzi mkuu, akiba inahitajika kuwa isiyopungua uwezo wa kulisha miezi 6 wa Tanzania. Na akiba hiyo ni tani 1,500,000 ambayo inahitajika kulisha miezi 6. Lakini sisi tuna akiba ya tani 555,000. Maana yake ukipiga hesabu kama miezi 6 ni tani 1,500,000, zikiwa tani 300,000 maana yake miezi mingapi? 12. Zikiwa tani 600,000 maana yake miezi mingapi? 24. Sasa ukitoa tani 50,000 maana yake inakuwa kwenye miezi 22 hivi au 21, si ndio? Kwa hiyo tuna uwezo hapa wa kulisha Watanzania kwa miezi 21 ijayo, yani mwaka mmoja na miezi zaidi ya 9. Sasa kwa sababu tuna akiba kubwa, ndio maana tumesema sisi tunataka tubakie na uwezo wa kuwalisha Watanzania kwa ile miezi ambayo hii ambayo tunayo ziada. Mtu ambaye anahitaji tuna uwezo wa kumruhusu achukue. Sisi tutarudi, tutasubiria msimu ujao, tutaendelea kuchukua akiba mpya. Ndiyo maana ya kwamba tuna uhakika kwamba tuna chakula cha kutosha. Tunaposema kwamba tuna hifadhi ya kutosha, maana yake tuna chakula cha kuweza kula zaidi ya miezi 18 iwapo kutatokea uhaba wa chakula ndani ya nchi. Kwa hifadhi hii ina chakula cha kutosha, lakini sio tu kwamba ina chakula cha kutosha. Chakula hiki ambacho tuko nacho ni chakula ambacho kiko katika viwango vya ubora unaokubalika na kutambulika na taasisi za ithibati zinazofanya uhakiki wa usalama na ubora wa chakula kwa maana ya TBS na taasisi zinginezo, kwa mfano kama TPHPA na taasisi zingine. Lakini kimataifa pia chakula chetu hiki, Mheshimiwa Waziri, ni salama na ni safi, na ndio maana taasisi kama WFP, taasisi kama WHO zinapofanya ukaguzi wa kuangalia ubora wa chakula chetu, huwa wanakuja na kuhakiki kwamba hiki chakula kiko salama, na ndio maana wananunua kutoka kwetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, ni kuhakikishie kabisa kwamba taasisi yako ya NFRA ina chakula cha kutosha ambacho kinaweza kutupitisha kwa kipindi kisichopungua miezi 18 kama nilivyosema, na bado tutabakia na ziada. Kwa hali hiyo, kwa tafsiri hiyo ya miezi 18, ina maana NFRA itakuwa tayari, Mheshimiwa Waziri, ipo katika msimu wa kuongeza chakula ambao unatarajiwa kuanza kutoka tena mashambani katika mwezi wa 5.
Kwa hiyo kiujumla, nchi iko salama katika eneo la chakula na taasisi yako iko imara katika kuhakikisha kwamba hakuna upungufu wote wa chakula. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewaonya na kuwatahadharisha watu wanaopita kwenye barabara za mwendo kasi kuwa watakamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Akizungumza leo na vyombo vya habari, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mliro amesema wametoa elimu ya kutosha na kitakachofuata sasa ni kuwakamata wahusika na kuwafikisha kwenye mamlaka nyingine za kisheria ili hatua zichukuliwe. Kumeibuka makundi ya watu wanaoendesha vyombo vya moto yakiwemo magari pamoja na pikipiki kupita kwenye barabara za mwendo kasi na hivyo kupoteza lengo la kuwepo kwa mabasi haya katika jiji la Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limetoa elimu ya kutosha kwenye makundi hayo na madereva hao wameonywa vya kutosha. Kinachofuata ni kutekeleza sheria za kuwakamata wahusika na kuwafikisha kwenye mamlaka zingine za kisheria ili hatua zichukuliwe. Licha ya kupita kwenye barabara ile, wao wenyewe wanakuwa kwenye hatari ya kuweza kupoteza maisha, lakini pia kusababisha ajali mbaya ambazo zinaweza kutokana na mabasi yale ambayo yamebeba abiria wengi. Dereva anapoamua kumkwepa mwendesha pikipiki kwenye barabara ya mwendo kasi, anaweza akajikuta anasababisha ajali kubwa na mbaya kwa watu wengi kwa ajili ya mtu mmoja au kundi la watu wachache ambao pamoja na kupewa elimu bado wameendelea kukaidi kufuata sheria za usalama barabarani. Jeshi la polisi linawakumbusha kwamba litaendelea kuzisimamia sheria na kuchukua hatua kali dhidi ya wahusika ambao wameendelea kukaidi taratibu na sheria kuhusiana na matumizi ya barabara. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Wananchi Igoma wamejenga kituo cha polisi ili kuimarisha ulinzi. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Wananchi wa kata Igoma wilaya ya Mbeya wameamua kuchukua hatua ya kujenga kituo cha polisi kwa nguvu zao wenyewe kufuatia kuongezeka kwa vitendo vya uvunjifu wa amani, ikiwemo baadhi ya wananchi kujichukulia sheria mkononi kutokana na changamoto upatikanaji wa huduma za kipolisi. Taarifa ya mwandishi wetu kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa kituo cha polisi katika kata hiyo yenye jumla ya wananchi 7671 ambapo wameeleza changamoto walizokuwa wanapitia kabla ya ujenzi wa kituo hicho. Kulikuwa na uhalifu mbalimbali, ulokozi wa majumbani, lakini wakati fulani watu wenye hasira kali waliweza kupata hasira kali za kuweza kuchomana mioto kwa kupata kituo hiki cha polisi ambacho mwanzoni ilikuwa ni tatizo kwetu. Kwa mfano tulazimika kwenda wakati fulani kwenda Uyole wanatukataa, wanasema nendeni kituo chenu cha huduma zenu ni Inyala. Kwa hiyo tulazimika kwenda Inyala ambako ni mbali. Huwezi kupata huduma ipasavyo sababu wakati fulani unakuwa umekosa hata viwezeshi. Tumefanya hii kazi kwa sababu ya bila ulinzi, bila usalama hakuna kitu kinaweza kukaa sawa. Na tumefanya hivi tukigundua kwamba pale panapotokea kwamba serikali sasa jeshi la polisi limepewa likizo, wewe kaona impact inayotokea. Kwa hiyo kwa umuhimu huo tukaona angalau tuchangie. Kupitia uwepo wa kituo cha polisi, wimbi la mimba kwa watoto wa shule litapungua kwa 90%. Na nina imani uwizi utapungua kwa 100%. Ugomvi wa hapa ni hatari, watu mpaka wanauana. Lakini zaidi kuna wimbi sasa umetokeza uchomaji wa watu moto, ambao hiyo hata Mwenyezi Mungu hapendi. Awali akitoa taarifa kuhusu hatua mbalimbali za ujenzi wa kituo hicho hadi kukamilika kwake, mrakibu mwandamizi wa jeshi la polisi SSP Christopher Msonsa anaeleza jitihada zilizofanywa na wananchi, huku kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya Saka Benjamin Kuzaga akaeleza majukumu ya jeshi la polisi.
kutoka na serikali ya kata ya Igoma kuona changamoto walizokuwa wanapitia wananchi wa eneo hili kupata huduma za kipolisi, kwani huduma hizo zilikuwa zinapatikana umbali wa takriban kilomita 200 kufika kituo cha polisi Nyala. Baada ya kuona usumbufu na changamoto walizokuwa wanapitia, ndipo walipoanzisha ujenzi wa kituo hiki kwa nguvu na juhudi za wananchi. Jukumu letu sasa sisi jeshi la polisi ambao tumekuja huku kwa ajili ya kusogeza huduma sasa kwa wananchi, tunachotakiwa ni kuhakikisha tunakuja kutanzua zile changamoto za kiuhalifu. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda, baada ya kuzindua kituo hicho, akatoa rai hii kwa wananchi. Nimekata utepe kuashiria uzinduzi wa kituo hiki. Msingi wa kuanzishwa jeshi la polisi ni ili kudumisha amani, ni ili kusimamia ulinzi wa wananchi na mali zao. Rai yangu kwa wananchi wa Igoma, tukitunze hiki kituo. Endeleeni kudumisha usalama katika maeneo yenu. Endeleeni kuwafichua wale ambao wana viashiria vya kufanya vitendo vya kihalifu. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jabiri Omari Makame ametangaza marufuku ya ukataji wa miti holela na atakayebainika atachukuliwa hatua kali za kisheria. Tuungane na mwandishi wetu. Ameyasema hayo wakati wa kuhitimisha jukwaa la wadau wa mazingira, maji na nishati safi ya kupikia lililofanyika mkoani hapo, likiwakutanisha wadau mbalimbali kutoka serikali na sekta binafsi. Sisi kwenye mkoa wetu wa Songwe tayari vibali vya kuchoma mkaa havitolewi, vibali vya biashara ya mkaa, hakuna vibali vyovyote vya biashara ya mkaa, mkaa ule unaotokana na miti vinavyotolewa. Lakini kama kuna halmashauri ambayo ina chanzo cha mapato kinachotokana na biashara ya mkaa wa miti, kuanzia sasa mwaka huu wa fedha tupo kwenye bajeti mpya, na bajeti hizo tutazipitisha hapa kwenye vikao vya RCC. Sitarajii kuona halmashauri yoyote inaleta chanzo cha mapato kinachotokana na biashara ya mkaa. Kwa swala la mkaa katika mkoa wetu wa Songwe bado amri yake iko vile vile, hakuna vibali na hakuna biashara yoyote ambayo tumeiruhusu katika kufanya. Lakini tuendelee kuhamasisha, na tumeagiza halmashauri za wilaya kwa kushirikiana na STAMICO, kwa kushirikiana na kampuni ya Jitegemee, lakini na wale wadau wengine ambao wanazalisha mkaa mbadala, kuanzia wiki hii sasa tuweke mkakati wa kushuka kule chini. Kwanza twendeni tukakutane na wafanyabiashara ambao wako tayari kufanya biashara ya mkaa mbadala. Kwenye kila halmashauri tayari wameshatambuliwa zaidi ya 1000. Naye mtaalamu wa jinsia na nishati na wakala wa nishati vijijini Dr. Joseph Sambali anaeleza takwimu za matumizi ya nishati safi katika mkoa wa Songwe. Mheshimiwa, kwa sababu una takwimu sana, ningependa pia kutoa takwimu ya jumla ya kuhusiana na hali ya nishati safi kwa upande wa mkoa wa Songwe. Zile tulikuwa tunatoa kwa upande wa nishati na aina ya teknolojia. Kwa ujumla kwa unasema 8%, lakini kwa Songwe sasa hivi tumepata ni 10.5. Ndio hali ya upatikanaji wa nishati safi kwa mkoa wa Songwe. Nao baadhi ya wadau walioshiriki kikao hicho walikuwa na maoni haya. Ataacha kutumia mkaa, ataacha kutumia kuni, sababu kuni pia zenyewe zinawasumbua wenyewe, wanaumia macho, wanapata changamoto. Kwa hiyo ushauri wangu, serikali jitahidi kushusha gharama za hivi vitu ili wananchi hawa waache kutumia automatic wenyewe bila kutumia shughuli, kwa sababu tukisema tukazuia leo tunakwenda kuzuia wakati hana njia mbadala, ana kipato cha chini. Wa huku mjini walao wanajua namna ya kutumia hizi nishati safi, lakini kule vijijini ndio imekuwa changamoto kubwa kabisa. Kwa hiyo ndio milango umeme uweze kushuka bei ya chini kabisa, pamoja na usambaza lakini ushuke bei, lakini pia gesi ishuke bei ili mbali. Kuna vijiji vya Siriwiti, Chole,
Mkomba kule wanapatikana vijiji vya Kalungu vijijini, mheshimiwa mkoa, ambao tukija na hiyo dhana na huo utaratibu wetu wa kusema tunataka kutokomeza matumizi ya mkaa wa kuni, maana yake kazi ile itumike kupeleka ile huduma ya nishati safi. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Baraza maalum la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Geita limepitisha bajeti ya shilingi bilioni 112 kwa mwaka wa fedha 2026 na 27. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Kaimu mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Geita Dr. Modest Buchard amefafanua kuwa bajeti hiyo itatekeleza mambo mbalimbali ikiwemo ulipaji wa mishahara ambayo ni takribani bilioni 78. Bajeti nzima ya halmashauri ni bilioni 112, ambayo kwenye bilioni 112 kuna mishahara ambayo takribani bilioni 78. Kuna mapato ya ndani ambayo tunakusanya sisi wenyewe kwa mwaka wa fedha ambao tunaenda nao 25-26 tulikasimia bilioni 14. Kwa mwaka wa fedha huu tumeongeza, tunategemea kukusanya bilioni 15.5, ambayo ni asilimia zimeongezeka kwa sababu tumeona kwa kasi tunayokwenda nayo tutaweza kukusanya hiyo fedha. Na kwa nini tumeamua kufikia bilioni 15.5, karibia kuongeza bilioni 1.5? Ni kwa sababu tumeona tumeongeza vyanzo vya mapato, lakini pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametuongezea vitendea kazi vingine ambavyo vitatusaidia kuweza kuongeza mapato, kwa mfano matrekta, mapawatira ambao tayari yameshafika, na tunaona tukishakuwa tukayatumia vizuri tunaweza tukaongeza katika bajeti ambayo iliyopita na mwaka wa fedha wa 26-27 tukafikia hiyo bilioni 15.5 kutoka bilioni 14. Kwa upande wake mwenyekiti wa CCM wilaya ya Geita Barnabas Mapande ameshauri halmashauri hiyo kuweka nguvu katika ukusanyaji wa mapato hasa kwenye maeneo ya uchimbaji wa madini. Kwenye uchimbaji, mimi niombe mkaliangalie. Bahati nzuri sana halmashauri ya wilaya maeneo mengi ni ya uchimbaji. Na si maeneo ya uchimbaji tu, sisi wenyewe tunajishughulika na uchimbaji. Ndio kazi yetu. Mwenyekiti, wewe unajua eneo hili unalifahamu vizuri, na wako wajumbe wako wanalifahamu vizuri sana eneo hili. Tuliangalie. Yako maelezo hapa, ukiyatazama hivi unapata ukakasi. Kwa hiyo tukalitazame sana hili, hasa kwenye ukusanyaji kwenye eneo la mchanga wa marudio, mifuko ya mawe, lashes na makalacha na mambo mengine, hata na plant. Kwenye vyanzo hivi niombe tu mkabiangalie vizuri kwamba hivi vyanzo vimeainishwa na viko sawa sawa, au watu wetu kule wale wenye posi hawatuletei taarifa kamili. Tumeoanisha na makusanyo waliokusanya kipindi cha nyuma, ndio tumerejea huko. Twende front tukaone makusanyo yake yako. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Geita Jumanne Sengo Misungwi amesema halmashauri hiyo ina mapato mengi, hivyo kila mtu akishiriki katika ukusanyaji wa mapato ya bajeti hiyo itapiga hatua. Lakini ukiangalia jiografia ya halmashauri yetu ina mapato mengi. Sasa kama kulikuwa kuna dalili zozote, chembe zozote, basi zikomee. Halmashauri hiyo ya wilaya ya Geita imepitisha rasimu ya bajeti hiyo inayojumuisha fedha za mapato ya ndani kiasi cha shilingi bilioni 15.8, ruzuku ya mishahara bilioni 78.9, ruzuku ya matumizi mengineyo bilioni 1.5 na ruzuku ya miradi ya maendeleo ambayo ni bilioni 16.5. Michael Francis Bundala, Sky TV. Mtazamaji, tuelekee jijini Mwanza. Wananchi na watumiaji wa vyombo vya moto jijini Mwanza wameeleza kusikitishwa kwao na kuchelewa kukamilika kwa ujenzi wa daraja la Mkuyuni linalounganisha barabara kuu ya kutoka mjini Mwanza kuelekea Nyegezi, licha mkandarasi kuahidi mbele ya waziri wa ujenzi Abdalla Ulega kukamilisha mradi huo
ifikapo Januari 15, 2026. Waziri Ulega alifanya ziara ya ukaguzi katika daraja hilo tarehe 11 Disemba 2025 kufuatia agizo la Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba lililomtaka kufika eneo hilo kubaini sababu za kusuasua kwa utekelezaji wa mradi huo. Alikuja waziri, kabla ya waziri alikuja waziri mkuu. Baadaye akaja waziri wa ujenzi, akakutana na wakandarasi na wafanyakazi wote kwa ujumla. Wakawa wamemwahidi kwamba tarehe 15 mwezi wa kwanza daraja litakuwa limekamilika na watu wataanza, magari yataanza kupita. Kwa hiyo tunashangaa mpaka dakika hii hatuoni magari kupita, sijui tatizo ni nini. Shida ni kwamba mkandarasi alipopewa hii kazi hakufanya kwa makini, alifanya kwa uzembe. Sasa amepewa hizo siku, anaona kwamba siku zimeisha, ndio sasa hivi unamwona anakazana, lakini alikuwa ni mzembe tokea mwanzoni. Hakujali wananchi tunaotumia hili daraja, hakujali hata magari yanayopita hapa. Kama mnavyoona, hata barabara ambayo tuko nayo ni kipengele kikubwa. Yani angalau hata leo hivi mnavyoiona, jana ndo alikuangua, lakini changamoto ni kubwa sana. Na tukiangalia kama kwa upande wetu sisi madereva ambao tunapeleka hesabu kwa bosi, wajikuta foleni ni kubwa ambayo inasababishwa kwa, yani tunaweza tukasema ni uzembe ambao ni uzembe wa hali ya juu. Sasa ndo tunashindwa kuelewa kama ni uzembe wa mkandarasi mwenyewe ama ni uzembe wa serikali. Na ukiangalia takriban saizi ni mwaka huu tunaelekea, ikifika mwezi wa pili kama kwenye tarehe 28 ama 27 kama sijakosea, tunakuwa tumetimiza mwaka. Tunahangaika kama hivi unavyoona, na sasa hivi ukiangalia ni saa 11 ama 10 hivi, lakini kwenye mida saa 12 hivi ukipita hapa, ndugu yangu, ni mtihani mkubwa sana. Mradi huu tulipaswa tukabidhi tarehe 28 mwezi wa kwanza, lakini kwa sababu ya changamoto za upatikanaji wa lami ilikuwa haipo nchini. Na zaidi ni zaidi ya miezi miwili ilikuwa haipo nchini. Sasa tunadhani tumeipata lami jana ndo tumeipata lami. Ndio tunategemea kuweka tabaka la mwisho kuanzia kesho kutwa. Sasa design yetu ya ile barabara tulikuwa tunapaswa tuweke lami layer 3. Layer ya kwanza tumeshakamilisha. Sasa ya pili amekosa lami kabisa, mpaka sasa hivi tunavyoongea lami ndio tunasikia kwamba imeshaingia ni bandarini, tangia kama wiki nzima ilishapita imeingia, lakini nadhani ile kwa sababu ilikuwa ni shida karibia nchi nzima, kwa leo na yeye hajabahatisha kupata hiyo, lakini ameniambia tu kwamba sasa hivi iko njiani, amepata kiasi cha kutosha, inaweza kaingia ila kesho kama speed itakuwa nzuri ya gari inayobeba kutoka Dar es Salaam, au kesho kutwa asubuhi. Kwa leo naamini kabisa kuanzia Jumatatu au Jumapili tutaanza kumwaga lami. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa. Baada ya mapumziko mafupi, ni katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari,
bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za kimataifa. Mtazamaji, karibu katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Watu wasiopungua 200 wanaelezwa kupoteza maisha wiki hii baada ya maporomoko ya ardhi kuvuruga migodi kadhaa katika eneo kubwa la uchimbaji wa madini ya Coltan mashariki mwa Kongo. Lumumba Kambere Mnyisa, msemaji wa gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini aliye chini ya waasi wa M23, liliambia shirika la habari kwamba ajali hiyo ilitokea Jumatano katika migodi ya Rubaya ambao unadhibitiwa na kundi la waasi wa M23. Aliongeza kuwa wengine kadhaa walijeruhiwa na kupelekwa katika vituo vitatu vya afya katika mji wa Rubaya, huku magari ya wagonjwa yakitarajiwa kuwahamisha majeruhi Jumamosi hii kwenda Goma, jiji la karibu takriban kilomita 50 kutoka hapo kwa matibabu zaidi. Mei 2024 kundi la M23 liliteka eneo hilo na kudhibiti migodi yake kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa. Tangu ilipotoa Rubaya, waasi hawa wamekuwa wakitoza kodi kwenye biashara na usafirishaji wa kotani na kujipatia angalau dola 800 kwa mwezi. Na idadi ya vifo vilivyotokana na maporomoko ya ardhi yaliyotokea wiki iliyopita katika jimbo la West Java nchini Indonesia imeongezeka hadi 49. Shirika kuu la uokoaji la nchi hiyo Basarnas limesema leo Jumamosi, huku watu 15 bado hawajulikani walipo. Kikosi cha wanamaji cha taifa hilo kadhalika kilisema wanajeshi wake 23 walikufa wakati wakifanya mafunzo ya ulinzi wa mpaka. Maporomoko ya ardhi ya Januari 24 yalikikumba kijiji cha Pasir katika eneo la Bandang Barati, yalisababishwa na mvua kubwa. Tuhitimishe na waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius ametoa wito kwa nchi za Ulaya zijiamini zaidi katika mahusiano yao na serikali ya Marekani. Waziri huyo ameviambia vyombo vya habari vya shirika la RND kwamba itakuwa kosa kama watakuwa wanaingilia ikulu ya White House kama sungura anavyotazama nyoka. Ameonya kwamba kufanya hivyo watakuwa wanapoteza mwelekeo wa kile kinachopaswa kufanyika, kuwa na mamlaka zaidi na kujitegemea. Ameongeza kwa kusema Rais wa Marekani Donald Trump anategemea hali ya kutokuwa na uhakika na hofu ili kufanikisha malengo yake. Pistorius amehimiza kutokubali kutishwa, akisisitiza upinzani wa serikali za Ulaya dhidi ya hatua ya Trump kusukuma kwa nguvu ajenda Marekani kuchukua udhibiti wa kisiwa cha Greenland, eneo lenye kujitegemea kwa sehemu kubwa linalomilikiwa na Denmark. Mtazamaji, tamati ya habari za kimataifa. Nikirejea ni katika mkusanyiko wa habari za michezo ambapo tutakuwa na mwana michezo hapa studio. Sondoke.
Habari za kimataifa. Na mtazamaji, mwanamichezo wetu Lai Saidi atakuwa hapa ndani hivi punde kwa ajili ya mkusanyiko wa habari za michezo. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Hujambo na karibu mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari katika habari za michezo na burudani. Jina langu Lai Saidi. Kikosi cha Simba kesho kitashuka dimbani majira ya saa 10 jioni katika mchezo wake wa hatua ya 4 katika mchezo wa raundi ya 4 ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Simba watawakaribisha Esperance Deportivo de Tunis kutoka nchini Tunisia. Mchezo huo kama nilivyokujuza utachezwa saa 10 jioni, huku Simba ikihitaji kupata ushindi katika mchezo huo ili iweze kufufua matumaini ya kutinga hatua ya robo finali katika michuano hiyo, kutokana na kushika nafasi ya mwisho katika msimamo wa kundi D, huku akiwa hajakusanya alama yoyote. Katika mchezo uliopigwa nchini Tunisia, Simba alipoteza mchezo huo baada ya kufungwa bao 1-0.
Na kuelekea mchezo huo, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amesema kuwa mchezo wa kesho ni mchezo unaokwenda kuondoa maumivu yote kwa wanamsimbazi. Mchezo wa kesho ni sawasawa na pain killer. Ni mchezo ambao unaondoa maumivu yote kwa wanasimba. Ni mchezo ambao unasahaulisha yote yaliyopita. Ni mchezo ambao unakwenda kutuzalisha upya wanasimba na kututengenezea imani na matumaini mapya wanasimba. Ni mchezo mpya kabisa huu ambao hatujawahi kucheza wanasimba. Kwa wale wote ambao bado unajua mechi, unajua alikosa nafasi, unajua yale yote tunakwenda kuyasahau rasmi. Kesho, dakika 90 za kesho, kila kitu kinakuwa ni kipya. Tunakwenda kuandika historia mpya, tunakwenda kuwafurahisha mashabiki wetu kwa kiwango cha juu kweli kweli. Kwingineko ni kuhusiana na mchezo wa kundi B ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo ambao uliwakutanisha Dar es Salaam Young Africans dhidi ya National Ahli. Mchezo huo umemalizika kwa sare ya bao 1-1 katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Yanga ndio ilikuwa ya kwanza kupata bao dakika ya 45 kupitia kwa Ibrahim Baka kabla ya Dieng wa Al Ahli kusawazisha dakika ya 60. Kundi hilo limeendelea kuwa gumu kuwa nani atashika nafasi ya pili baada ya Al Ahli kujihakikishia nafasi ya kwanza akiwa na pointi 8 katika mechi 4, akifuatiwa na Yanga mwenye alama 5, huku FAR Rabat na JS Kabir wakiwa na alama 2 kila mmoja, huku wakiwa wamecheza mechi 3. FAR Rabat itaikaribisha JS Kabiri kuanzia majira ya saa 4 usiku huu, huku kila mmoja akisaka ushindi wake wa kwanza. Na tuelekee taarifa nyingine ni kuhusiana na mwenyekiti wa bunge Bonanza Festo Sanga ameelezea malengo ya tukio hilo ambayo lilifanyika mapema leo viwanja vya shule ya sekondari ya John Marine hapa Dodoma. Bonanza hilo limewahusisha wabunge, watumishi wa ofisi ya bunge, taasisi mbalimbali pamoja na wananchi. Bunge Bonanza limeshirikisha michezo mbalimbali ikiwemo riadha, kukimbia na gunia, kurusha tufe na mpira wa miguu, huku mgeni rasmi alikuwa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Mkitambua kwamba tumekuwa na changamoto kwenye taifa letu na duniani kote. Magonjwa kutokuambukiza yamekuwa ni mengi. Magonjwa ya visukari, magonjwa ya figo, magonjwa ambayo yanatokana na watu kuwa na mtindo mbaya wa kula, lakini pia kutofanya mazoezi. Kwa hizi jitihada ni kuhamasisha watu wafanye mazoezi kwa ajili ya afya zao, lakini pili kuhamasisha michezo ili maeneo mengine ya nchi, wilaya zingine na mikoa mingine ifanye mabonanza kama haya kufanya tija kwenye michezo. Lakini kubwa zaidi, bunge kama sehemu ya chombo ambacho kinaundwa kutokana na wananchi. Bunge ni la wananchi. Tukaona ni vyema kufanya hivi, kushirikiana kwa pamoja na wananchi na taasisi mbalimbali ili kudumisha mahusiano ya pamoja, lakini zaidi kuhubiri umoja na mshikamano kwenye taifa letu. Lakini pili, tija tunaona wabunge pia wamekuwa wakihamasika kufanya mazoezi na wananchi wamehamasika kufanya mazoezi, na ndio maana kupitia mabonanza haya tulifanikiwa kuzaa kitu kinaitwa Bunge Marathon. Kwa tumeona tija ya mabonanza, kwa sababu Bunge Marathon pia ikaenda kuzaa Bunge Boys Sekondari ambayo inaendelea kujengwa. Kwa tija kwa sisi kama bunge tunaiona zaidi kumunga mkono Mheshimiwa Rais. Tuelekee kimataifa ambapo klabu ya Inter Milan imeanza mazungumzo ya kumsajili kiungo wa klabu ya Liverpool Curtis Jones kwa mpango wa mkopo unaojumuisha kifungu cha kumnunua moja kwa moja kwa euro milioni 40. Taarifa zinaeleza kuwa mazungumzo ya awali yamefanyika leo kati ya Inter, Liverpool pamoja na wawakilishi wa mchezaji, ingawa uamuzi wa mwisho utategemea kunako klabu ya Liverpool. Hata hivyo, Inter Milan imeweka wazi kuwa wataendelea na dili hilo endapo kiungo David Fatters ataondoka klabuni hapo, ambapo tayari kuna makubaliano yaliyofikiwa na Nottingham Forest yakisubiri maamuzi ya mchezaji mwenyewe. Katika hatua nyingine, Liverpool na Inter Milani pia zimejadili jina la Denzel Dumfries kama chaguo la beki wa kulia, lakini hadi sasa hakuna ofa rasmi wala mazungumzo ya kina ambayo yameweza kufikiwa. Na katika tennis, Alina, taarifa hiyo pia inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Nikurejesha kwake Mindy Joseph aweze kukamilisha ulimwengu wa habari.
michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Asante mwanamichezo Laisedi kwa mkusanyiko wa habari za michezo. Mtazamaji, tuangazie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku. Karibu ungane nami katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kwa siku ya leo ni matarajio yetu katika mkoa wa Katavi, Tabora, nyanda za juu kusini magharibi na kusini mwa nchi panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Huku maeneo mengine hapa nchini yalosalia yakitarajiwa kuwa makavu. Kwa siku ya kesho upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa na ziwa Nyasa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Na kwa ukanda wa pwani yote upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi.
Mpendwa mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Singida, Dodoma, Morogoro, Lindi na Mtwara panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi na kusini mwa nchi panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yalosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa siku 4 zijazo. Jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi. Dodoma tunatarajia mvua na ngurumo na vipindi vya jua kwa siku ya tarehe 4 na tarehe 5. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Kilimanjaro tunatarajia vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi. Na Arusha tunatarajia vipindi vya jua. Nikusiendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa yale tuliyokuwa nayo usiku huu. Watahiniwa 77 kidato cha 4 wafutiwa matokeo na baraza la mitihani. Na kimataifa, watu wasiopungua 200 wameripotiwa kufa mgodini DRC. Na katika michezo, Simba yaahidi ushindi dhidi ya Esperance de Tunis kesho kunako ligi ya mabingwa barani Afrika. Mtazamaji, nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Asante kwa kuichagua na kuitazama. Mimi ni Mindi Joseph, endelea kufuatilia vipindi vyetu.